Ndio hiyo nataka ruka sasa. Ndio nataka ruka. Ndio hiyo nataka ruka. Leo le 6 siku ya 6. Sawa, ile ni avyo yenye na dema hapa Yungu. Inajaa mrecherche ya ile nyingine ya avyo yenye lidumbukia mai sai. Mwingine huyu wanalogota mwenye alipona ama mwavyo ndio ule mzungu hapa. Yeye wanamwelekeza pale kwa avyo. Wanaenda naye tuko namwelekeza kwa avyo ule mwenye wanakamata. Ikiwa ni hali ya kwanza kukusalimu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kituo cha habari Reality Mambo TV, ni kujuze ya kwamba leo hii ni Jumamosi tariki 6 mwezi wa Disemba mwaka 2025. Ni kuambia kwamba tunapatikana mashariki mwake DRC, lakini hivyo ni kuambia kwamba tuko tu Afrika. Mahali popote ulipo, haijalishi katika Afrika, labda Ulaya, maeneo mengine Asia, hata huko Marekani, unakaribishwa katika kipindi hiki ya kwamba upate kujijuza mengi na kukutaarifu kwa yale ambayo yaliyojiri. Na sasa ni taarifa ya habari. Ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji, tafadhali kuwa nami mwanzo hadi mwisho katika kipindi hiki. Na hivyo tu kuungana nami hata kwa kubonyeza hapo subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili unapata habari zetu mapema. Ni katika hali ya kukujia kwa kuonyesha hali ambayo inaendelea katika uwanja wa vita. Hali ni mbaya ambayo inaendelea kusikika maeneo ya huko tarafani Uvira katika Kivu ya Kusini. Kutokana na hali tu inayoweza kuzorota maeneo ya huko Katogota, Kamanyola ya uhasi wa M23 kuweza kupambana na wazalendo FARDC na jeshi la Burundi, na hivyo kuweza kusikika maeneo ya Ruvungi, miripuko ya mabomu ikiweza kusikika maeneo hiyo kutoka katika nchi ya Rwanda, na hivyo kuweza kuangukia maeneo ya huko Ruvungi. Hali hiyo ambayo iliwafanya wananchi au wakahaji wa maeneo hayo kuweza kutoka maeneo yao ambao wanakaa na kujielekeza maeneo mengine kwa sababu ya kuepukana na usalama. Ikiwa tu ni leo hii tariki 6 mwezi wa Disemba mwaka 2025, hali kuweza kuzorota maeneo ya huko Ruvungi, Ikatogota na Kamanyola. Na hivyo ni kukumbushia kwamba hali ya kuzorota kwa maeneo hayo inazidi kuweka wasiwasi mkubwa kati ya wakahaji wa maeneo huko tarafani Uvira na tarafani Walungu. Ni katika hali ya kujuza ya kwamba kwenye uwanja wa vita huko kwenye bonde la Ruzizi kumeonekana mtata mkubwa kati ya wazalendo, Warundi na FARDC. Imesikika na kutambaa ya kwamba FARDC imeweza kuondoa majeshi yake na kuweza kurudi nyuma kwenye uwanja wa vita, na hata pia jeshi la Burundi kuweza kuondoka maeneo hayo na kuweza kurudi nyuma, lakini wazalendo ukisikika kubaki peke yao na hivyo hata kubaki na bunduki zile nzito nzito ili kwa kukabiliana na wahasi wa FCM 23. Hivyo jambo hilo liliweza kuleta lawama kubwa kwake Chiviri, kamanda anayesimamia kazi ya kijeshi katika jimbo ya 33, ambaye aliyemgomboa Olivier Gasita wakati alipokuja maeneo ya Uvira, lakini hivyo kuweza kukataliwa na rahia. Ni kuonyesha kwamba Amuli Chiviri ameweza kupewa lawama kubwa kuonekana na jambo lile ambalo liliweza kutapakaa kwenye mitandao ya kijamii na kuweza kuthibitishwa naye Generali James Fieka Adui, hajalishi kamanda au Generali Makanaki Kasibira John na Samadari Mwami Wemba si kuweza kulipinga hilo. Lakini kutokana na hali ambayo inaendelea huko, mzigo mkubwa umewekwa kwenye kichwa cha Amuli Chiviri kutokana na wanajeshi wa Kongo kuweza kurudi nyuma. Tunawasalimu wapendwa wasikilizaji. Nadhani mwa siku mbili tulisemaka kama FRDC ndo ituzivia tusipite kupitia komanda sektere Chivira. Kuna wengi walisema eti Chivira akufanyaka vya vile. Leo hii wametukimbia, FRDC nakimbia, Warundi wanakimbia, wametuacha sisi wenyewe wazalendo huku kwenye shamba la vita. Hawakutuachia hata minisio hata moja, mpaka hivi adui kabisa anapata nguvu, FRDC inakimbia.
wanajeshi wa Burundi wanakimbia, sisi wazalendo tunabakia huku, hatuna minisio, hatuna kitu chochote. Tufanye namna gani? Kila siku tulikuwa tunasema kama serikali yetu isaka ujisha hii nchi yetu ya Kongo, na kwa sasa vraiment nchi yetu vraiment inaenda pabaya. Nchi yetu inaelekea fasi mbaya. Kuambia tu population ya Uvira ya kwamba tuombe tu Mungu, tupige magoti. Uvira kama hatuombi inaingia mikono ya adui, kwa sababu tulikuwa tunategemea wanajeshi wa Burundi. Wale wanajeshi wa Burundi nao wamekimbia, tukashituka sisi wenyewe tunabakia. Jeshi ya Burundi FARDC nakimbia, hatuna minisio, tufanye namna gani? Huyu komanda sekretari Chivira anakamatisha Uvira. Asante, mjue vile kama Uvira inakamatiwa kama tuombi Mungu, na kama rais wetu angalie mbali, vitu vinakuwa mbaya. Vraiment huko vitu yuko giza, vitu yuko mgiza sana, giza sana. FARDC ina rekile, mais bana baonesha vile mwa mna rekile, mtupatie minisio basi tuangalie namna kufungula njia, sisi tuendeleshe vita. Unaona? Hapa sai kuna talamuka tena Bugonjo, utasikia wale basoda wao wenyewe wanaanza kurudia. Batalumizana na huyu general mwenye iko hapa Uvira hapa. Sioni nini? Mwaideje utasikia fuyo tena FARDC na Bazalendo wanaambia FARDC utupatie minisio tupigane. Hii mapeka hivi na maka 47 tuko nao na 12. Haina kitu, adui iko na maagme ya kilo sana. Unaona? Mtupatie si maagme basi, mtupatie si mabwate ya manani hata ya maka 47 basi tutapika, tutafungula tu njia nayo. Mimi banaima Bazalendo saa hii manake vitu viko ngufu sana. Ni Mungu tu ndo aendelee kutoka teko mkono. Ndo ile vitu viko ngufu sana juu vita iko ngufu sana. Ndo ile bandugu yangu, tuendelee kuombeana Mungu na tumaini ushindi ngali yetu, lakini vita kingali ngufu sana. Licha ya hali kuwa mbaya katika maeneo ya bonde ya Ruzizi na kusikika kabla nchi ya Rwanda kuweza kutuma mabomu katika ardhi ya Burundi, na hivyo Burundi kuweza kuchukua maamuzi makubwa na kusikika kutapakaa ya kwamba Burundi nayo kuweza kujibu katika hiyo hali ya kurusha mabomu katika nchi ya Rwanda. Nikumbushe, hali hiyo inaleta utata na wasiwasi mkubwa kati ya nchi tatu ikiwemo DRC, Rwanda hata huko Burundi. Na kuweza kuonekana hivyo vita vinapanda kwenye viwango vikubwa sana kutokana na hali ambayo ilizidi kuendelea kati ya jeshi za Kongo na Rwanda, na hivyo kuweza kupanda ngazi ambayo isiyokuwa tena ngazi ya kawaida. Sai terena badilika, sai bombe zinaanza angukia mu Rwanda, sai bombe zinaanza angukia mu Rwanda sai za kutoka Burundi. Sio hivi kama tunaongea mu vita gani? Mlikuwa mnasema Rwanda balitia antimisile bazuie hizi zingine ziko bana basukumia sai. Bugarama muulize kunafika nini sai, muulize Bugarama mupaulize sai. Kutokana na nchi ya Burundi kuchukua maamuzi ya kutupa mabomu kwenye ardhi ya nchi ya Rwanda, kuleta wasiwasi katika nchi ya Rwanda na kuonekana hali mbaya sana katika maeneo hayo. Lakini tukumbushe ya kwamba leo hii tariki 6 mwezi wa 12 mwaka huu wa 2025 kuweza kusikika ndege mbili ambazo zilikuwa natoka kwenye uwanja wa vita na kuelekea maeneo ya huko Kalemi, kuweza kufika maeneo ambao kunaitwa Yungu, ni katika sekta ya Nganja tarafani Fizi, Kivu ya Kusini. Ndege hizo ambazo zilikuwa zinatoka huko zikionekana na ikiwa majira ya saa 5 za mchana. Kati ya ndege hizo mbili ambazo zilikuwa zinaelekea maeneo ya ngambo ya Kalemi, moja kuweza kuonekana kudondoka kwenye maji, na hivyo katika watu ambao waliweza kuokolewa na watu ambao waliweza kufa
kumesikika watu wawili ambao waliweza kupoteza maisha, lakini mmoja mzungu ambaye aliweza kuwa homo na kuokotwa kuwekwa katika ndege ambayo iliweza kudema kwenye nchi kavu. Lakini sababu kubwa ya ndege hiyo kuzama haikuweza kujulikana hadi sasa, lakini tu kuweza kuonekana tena hiyo kuweza kuruka na kuondoka. Ila mambo yasiyokuwa na idadi katika ndege hiyo, iliweza kusikika tu drone ambazo iliweza kuharibika na mingine ambayo haikuweza hata kujulikana. Jambo hilo liliweza kuleta mshangao sana katika maeneo hayo ya Yungu. Mungu wangu, sinjo hii mikoshi yenye tulisemaga ile manuksi balai. Bona namba helikopteri zinaanza kujiangukia ovyo ovyo mumai. Kuko abaliye na ba FDLR tu lazima nuksi mikoshi ingilie mwili ya watu. Ona bihombo madrone za masenke miliare, mapuma ma helikopteri nini. Hatari. Huyu anayeongea ni Alex Michel, chef d'equipe wa Croix Rouge, bodi lake Tanganyika, sehemu za Yungu, kijiji Kasaba Kingizi. Ikiwa mnaona image hii ambayo tumeituma mgrupe, ni ndege ambayo ilianguka kwenye ziwa Tanganyika, maeneo ya maji ya Kingizi Kasaba. Na katika ndege hiyo kulipotea watu wawili na watatu ambao wameokolewa. Kwa watu wawili ambao walipotea, tulilogota maiti moja na nyingine ambayo haikuonekana ilizamia umo ziwani Tanganyika pamoja na ndege ambayo ilizama. Kwa hiyo wana grupe, mnaweza mkaangalia image hiyo mkajiuliza ni wapi. Na hapo hiyo sehemu ilisimama ni uwanja wa mpira, hii sehemu za Yungu, na ndege nyingine ndio imesimama pale kwa kuangalia lipi la kufanya ili uokoaji ambao tulifanya hapo Yungu. Ilipoonekana ajali ya ndege hiyo katika ziwa la Tanganyika maeneo ya huko Yungu, wakahaji wa eneo huko waliweza kuamua kuchukua mitumbwi na kuenda kufanya msahara mkubwa kwa kuwaokoa. Leo le 6 siku ya 6, nawaza mko naona ile helikopteri iko nazunguruka kule. Tuko katika kijiji cha Yungu. Ile helikopteri ilikuwa mbili, moja ilianguka pale mumai inazama. Balikuwa mkupita, moja ikanguka mumai pale inazama. Ndo naona ile ingine iko nazunguruka pale. Hivi watu bako hapa mingi bako na shangilia. Bisi helikopteri inazama. Ishazama pale kabisa. Ingine moja ndo ile pale inazunguka pale. Le 6 leo Desembre 2025. Batu tuko hapa tuko na shangilia gisi helikopteri ilizama mumai, atuyui ilitoka wapi. Ilikuwa natoka ngambo za huko Mauvira. Ndo bonge la mtoto hilo. Tulishasema na wengine hapo ndio wanafanya usekuru. Hapo akompanye na shirika la Msalaba Mwekundu territoire ya Fizi province ya Kivu. Huyu anayeongea ndo Gedi wa Gedi. Gedi wa Gedi. Yuko nyuma ya secrétaire Shauri Buka Jonas. Ndo huyo Croix Rouge. Dereva ule kule anaitwa Pepe Miketo. Sawa. Tunaenda kusekuru, tunapeleka kwanza hospitali serve mule. Hapo ni jambo la msingi sana. Uende kesha na mtu wako na ambio hapo ishakisha pale. Sawa. Mali tengwe mali. Wewe ni mganga. Huyu garsoko muyuwai huyu ndugu kazini. Tengwe mali. Sutaka hapo wewe kini. Sawa, ile ni avio yenye na dema hapa Yungu. Inajaa mrecherche ya ile nyingine ya avio yenye lidumbukia mai sai
hapa maonzeri kama karanfombia ndio wanajua de masaa hii wanajua fuatilia nini lituma avyo idumbukia mule mmai njoo hili sawa sawa. Nasi navo hapa tuyayua koze avyo na dema hapa ku stade ya Yungu hapa kuterea Yungu hapa ndio kwenye iko sawa, ndio habari ile. Mwingine huyu wanalogota mwenye alipona ama mwavyo ndio ule mzungu hapa, yeye wanamwelekeza pale kwa avion, wanaenda naye tuko namwelekeza kwa avion, ule mwenye wanakamata pale ndio alipona. Tungali tunaona maiti moya, tunaona sasa kunapona bawili ndio wanapona. Huyu mwenye anapita kule anaenda directement kwa avion, na mwingine wa pili ule wanawewa pale wanamkamatilia pale mwenye alipona. Ndio ule wa pili mwenye alipona ule yuko katikati kule, ni mzungu naye. Tunaona maiti moya, maiti ni watu watatu wenyewe walikamatiwa, wamegotewa watu tatu, wale watatu kwa umoja mwenye alipoteza maisha, basha muingiza mule mwavyo maiti. Asante sana. Bwana kila siku. Siatizidi kabisa. Nataruka hiyo. Nataruka ndo nani naanza yumba. Nataruka. Yungu mjini hapa kaka, unaona maji ilitokea hapa. Helikopteri ilianguka maji ghafla. Basekuristi wakafanya usekuru yao hapa mbio. Kulogota maiti moja pilote na yenye ilikuwa hapa chini inaanza ruka naenda. Yaani Kongo mzima ijue vile ile helikopteri yenye kwaenda peleka msaada Uvira. Kwa tatu mmoja wapo ilianguka, mimi mwenyewe hapa na kwa safari. Mmoja ndio ilianguka maji, nyingine inataka ruka, alikuwa hapa mjini Mungu. Yuko hapa hivi kwa intervention hapo tulifunika. Ule akipanda tu. Bila ya panda. Bado washimuri. Watu wanakimbia. Basi ndugu mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji wa kituo cha habari Reality Mambo TV, ni asante kubwa ulikuwa nami mwanzo hadi mwisho katika kipindi hiki. Basi ninakuomba kuungana nami katika vipindi vingine vitakavyokuja. Ikiwa mpenzi Bwana tutakuwa tena pamoja. Lakini tunapatikana mashariki mwake DRC huko Kivu ya Kusini. Basi ninakuomba kuungana nami kwa kubonyeza alama ya subscribe hata alama kengele unapata habari zetu mapema. Gawia watu wengine ili wapate kufaidia habari zetu. Una like na kucomment ikiwa na maneno ya kusema. Asante.